5.
tunapiga magoti mbele zako. Wewe uliye mwema, utusaidie sasa Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, kwa uweza wako, kwa ule upendeleo tulionao, ambao Mungu si kwa sababu sisi ni wema, si kwa sababu sisi ni watakatifu, wala si kwa sababu sisi tuna bidii kubwa ya kufika hapa tulipofika, lakini Mungu umependezwa kutuhurumia. Nasi tunakushukuru kwa huruma, na tunanyenyekea mbele zako na mbele ya kiti chako. Baba, wewe uliye mtakatifu mbinguni na duniani, uliye mwema na kutujalia katika kila jambo jema na zuri, tunakuabudu. Tunakuomba tena leo tukumbuke hapa tumekusanyika watoto wako. Mungu yako ya siri, ambayo hakuna mwanadamu anayejua yaliyo ndani yetu. Ni wewe unayejua peke yako. Maana yako mengine hata sisi hatuyatambui, wala hatujui kama yako ndani yetu, wala hatujui kama yako mbele zako, wala hatujui kama kweli ni halisi, lakini wewe unayajua. Tunanyenyekea kwako kwa damu ya Yesu. Tuchukue Mungu, tuchukue Baba, tuchukue kwa rehema zako tuoshe, tuchukue kwa huruma zako tusafishe, tuchukue kwa huruma zako tuondolee makunyanzi, tuchukue kwa rehema zako tuponye magonjwa, tuchukue kwa rehema zako tuondoe katika laana ya mizimu. Mungu, tujalie faraja ambayo wakati mwingine tunaitafuta. Tunafanya kazi kwa bidii tupate hiyo, tunakuwa na ndoa tupate hiyo, tunazaa watoto tupate hiyo, tunajaribu kufanya kazi kwa bidii pia. Bwana, Mungu, kwa kila namna ya kushirikiana na ndugu na marafiki, kwa kila namna Bwana ya kuwa na maarifa, hata kusoma sana, ili angalau maisha yetu yawe na tafsiri yenye amani ndani yake. Lakini Mungu, amani iliwahi kuzungumziwa na Bwana Yesu aliposema, amani niwapayo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Ni kweli kabisa Mungu, nimegundua hakuna namna tutapata amani kwa kuwa na pesa, hakuna namna tutapata amani kwa kuoa, hakuna namna tutapata amani kwa watoto au kwa elimu. Mungu, yote hayo ni ubatili. Jambo moja nimelishika moyoni mwangu, nalo ninalileta mbele zako kwa imani. Mungu, amani ni wewe. Wewe ndio unaweza ukatupa moyo wa kuridhika, ndani yake ukaficha siri ya kuwa na amani. Hata tukikosa tutakuwa na amani, tukipata tutakuwa na amani, tukijaliwa mema tutakuwa na amani. Mungu, hata tukikutana na mabaya tutakuwa na amani. Jambo hilo tunakuomba utujalie wakati wote, katika jina la Yesu. Amani, amani ambayo hakuna duka inapatikana. Mfalme, kila huduma ambayo mwanadamu ataitamani duniani sasa inapatikana, lakini hakuna amani. Walevi huenda baa wapate amani, wazinzi hufanya uovu wao wapate amani, wengi utamani vitu vya watu wakaona wakiiba watapata amani, lakini badala yake wengi wameishia kwenye uharibifu. Hata wengine tunaona Bwana kwenye taarifa ya habari, wanatamani hata waue waume zao, wanatamani na wanafika mahali wanaua wake zao. Wengine wanatamani watupe watoto wao chooni, kwa kuwa wanagundua kuwa na hao wake au waume au watoto imeondoa amani. Lakini wakishafanya hayo wanagundua hakuna amani la mauti. Ni nani basi wa kutujalia amani? Ni wewe Mungu wa amani, ni wewe mfalme wa amani, ni wewe Mwenyezi muumba vyote. Tunakuomba katika Yesu Mwokozi wetu, tupe neema, tujalie kwa damu ya Yesu tuipate amani ambayo hakuna mahali tutaipata, tupate uzima ambao hakuna mahali tutaupata. Nasi kukusanyika kwetu hapa, Mungu, yatazame yaliyo sirini mwa mioyo yetu, ukayajibu mfalme. Na kuomba katika jina la Yesu, na kuomba katika damu ya Yesu, ukayajibu wewe mfalme, katika damu ya Yesu Kristo. Ramopes eba au palainda ashtehe eria doske mene momeda andrale de bestehezwa yaba amando obregadasi edeadesha enkongus mendia delasha edea labombe emle tekeskida amba
Obibe da shande ya diklude. Meendo zuzua de plelia zushkedia nemale. Raabanta suzodoe. Leko gwente elende lidi aba. Umente biskubide androle mesia. Zaba dobede elkae. Kantune zlel media dantisteba. Mompele bidestentelgebe. Kumbuka taifa la Israeli ambalo Mungu tunaliombea amani, ambalo Mungu tunaliombea ushindi. Sasa wako katikati ya mabaya, mabomu yanalindima kila kona, adui nao wanaendelea kujisifu kwamba wana nguvu juu ya watu wako. Baba Mungu, umesema kwa neno lako, atakayebariki Israeli atabarikiwa, atakayelaani atalaniwa. Mimi nasimama na neno lako na kuwa mchaguzi wa hilo. Baba Mungu, ibariki Israeli. Baba Mungu, itakase Israeli. Baba Mungu, msamehe Netanyahu pamoja na viongozi wenzake wote wanaoshirikiana naye kama waziri mkuu, wakuu wa jeshi pamoja na makamanda wote, pamoja na mfalme na mawaziri wengine, pamoja na mfalme na maafisa ambao wanashiriki kuliongoza ile taifa. Tunaleta mbele zako e Bwana. Kumbuka kufanya jambo ambalo si kwa akili za wanadamu. E Mungu, kameskanta lube. Ulimchagua mdogo uonyeshe kwamba wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Namwombea Israeli, fanya jambo ambalo mfalme litaonyesha kwamba wewe ni Mungu. Si kwa nyuklia, si kwa maarifa, si kwa elimu. You still God and forever you are. I worship you and glorify your holy precious name. Please, I believe you can do, and you can shake whatever people think is unshakable. Father, do it for your glory. Do it for your glory. As we surrender and bow before your throne, we ask for your power to save your people, to save your nation, to remember your promises to Abraham, your promises to Isaac, your promises to Jacob. Kapome eya dada kandole bede bliss imahash. Tenda jambo ambalo si kwa ufahamu wala si kwa akili. Na wanyonge wote walioko duniani mahali popote ambao adui wamesimama na wanadhani watashinda, Mungu, tenda jambo itakalokudhihirisha wewe ni Mungu. Tunaliombea taifa takatifu teule, na tunaombea watakatifu na wateule kokote walioko duniani. Wengine wamekandamizwa na shetani, ameng'ata kidole na anajiandaa kufurahi kwa kuwa anaona wanaenda kufa kesho. Lakini Mungu mepetusa. Hata mawe kutoka mbinguni yaliwahi kuisaidiaga Israeli kwenye vita. Odeble mante zuza, jime legida suze, mande edeblika lakush ebimpe, abados kemle minda adoj, yedede siala amalogia, aba kukwe ketelia ama asodube, memla na hade adaskia gaba, kukwe mlamenta eziadusa. Damu ya Yesu ikasimame ikinena mema juu ya taifa lako, ikinena mema juu ya wateule na uliowaita na uliowachagua. Mungu, si kwa sababu wao ni wema, lakini kwa kuwa umewachagua. Kumbuka maneno aliyoomba Musa. Akasema, Mungu, wewe uliwaahidi, kwa nini uwaache? Kwa nini sasa uangamize? Uliahidi, uliwachagua si kwa sababu wao ni wema. Uchaguzi wako Mungu uheshimu. I pray and I ask you in the name of Jesus Christ. Asante kwa wema wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa niombe sasa tukajifunze kile ambacho Mungu anakusudia, ila ni kuombe uachane na ushabiki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakutana na baadhi ya watu kwenye hizo wiki mbili, lakini pia hata kabla ya hapo nilikuwa nakutana na baadhi ya watu tangu muda ule ambapo vita ilianza kati ya Israeli na Irani, ambao sasa ni mwendelezo wa vita ambao wao wamekuwa nayo kati ya Israeli
Palestina au Wafilisti, wale tunaosoma Biblia. Kwenye Biblia tutakuta Wafilisti. Kwa Israeli alikuwa anapigana na Mfilisti maeneo ya Gaza, akaenda na Lebanon. Lakini baada ya hapo wiki kama kadhaa sasa zimepita, vita tena ikawa imeanza. Na ile vita sio nzuri, ni mbaya, that the fact. Lakini ni kushauri achana ushabiki. Sisi kama tunamwamini Mungu tunatumia Biblia. Na Biblia inabakia kusema sisi ni uzao wa Ibrahim. Kati Israeli wanavyopigana na sisi tunapigana. Na nikupe siri, wale jamaa hawamwamini Yesu kabisa. Wewe ndio Mwisraeli unaomwamini Yesu. Na hata ufanyeje, Mungu alimpenda Yakobo, alimpenda Isaka, alimpenda Ibrahim, alimpenda Daudi, amefanya nao maagano mengi. They are of God. Wao ni wa Mungu. Haijalishi kuna nini, wao ni wa Mungu. Wamtukane Mungu, wamwabudu, wasimwabudu, wao ni wa Mungu. Amewachagua hivyo tu. Kwa maana hiyo, mfano wa mzee wangu kama hapo mzee Masawe ambaye anafanya kazi pale mjini, anasikia mengi sana ya namna ambavyo kuna watu wanatamani wasikie Kaisraeli kamefutwa kabisa. Yaani katoke kasionekane no more on earth, kasionekane tena juu ya nchi kabisa. Wapo wengi, hata mimi nimekutana nao wengi, wanatamani kale kajamaa kafutwe. Lakini ngoja nikwambie, watu wengejua wanayepigana naye wasingejaribu. Uwezi ukampiga kama Mungu hajampiga. Ndio tatizo la Israeli. Yaani yule uwezi ukampiga kama Mungu hajakusudia umpige hata siku moja. Hata una mitambo yaje, kwa sababu kuna watu unasikia mtandaoni wanasema kwamba yani sasa hivi Irani ikifukua bomu kutoka jangwani, likifika juu ya Israeli na tawanyika, bomu moja linatokea labda mabomu 100 yanatawanyika kutoka kwenye bomu moja. Kwa hiyo Israeli mitambo yao inafeli. Sikiliza, hata ikifeli mkono wa Mungu haufeli. Sawa mkono wa Mungu haufeli. Yaani ngoja niwaambie wale mnaosoma vizuri Biblia, hakuna unabii wa Israeli tena kuikimbia nchi yake hapa katikati. Haupo unabii wa Israeli kuikimbia nchi. Utasikia watu wanasema wameanza kukimbia. Kuna milima baadhi wanaanza kutokea huko wanakimbia nenda. Sikiliza, hauko unabii wa kwamba Israeli atakimbia nchi yake tena. Haupo. Kasoma Biblia yako yote, haupo. Mwisho wa siku hawa jamaa watakaangwa, mtasikia tu. Watakaangwa. Mungu ni Mungu anayechonganishaga. Alafu hiyo lugha ni ngumu. Yaani Mungu ni Mungu ambaye anaweza kumfanya adui akukasirikia alafu amdunde. Mimi nawaambia kuna kitu Mungu anachokusudia ambacho mimi sikijui, mimi sio nabii. Lakini hii chokochoko inayoendelea Marekani huko, na wengine wapo wanaendelea kuvutana huko, wanajisogeza. Kuna kitu Mungu anakusudia akiweke kwenye target, alafu kisha kaa analipua, anamaliza. Hawatatawanyika tena, wala hauko huu nabii kwamba watatoka kwenye ile nchi. Hakuna. Biblia inasema mnapoona mtini unachanua, basi jueni mavuno yako karibu. Na tangu mwaka 1948 ndio Israeli walianza kujikusanya kutoka duniani. Na mpaka sasa hivi wamekuwa na nguvu, wako pale kwao. Hamtawatoa hata mwende wapi. Hamtawatoa kwa sababu hakuna neno la Mungu la kuwataka watoke. Alipo. Sawa. Kwa hiyo kikaa mahali waombe. Wale jamaa watoki pale.
Waombee tu Mungu atimize neno lake, waombee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wale watapigwa kwenye vita moja tu ambayo imenenwa kwenye Biblia. Wale wasoma Biblia mnaijua. Kuna vita moja tu ambayo imebakia kwao, ambao watatandikwa na ni Yesu atakayeingilia kati kushinda. Ni hiyo tu. Sasa hiyo bado haijafika, bado kabisa, bado mbali. Hizi ni za cheche tu, ambazo moja wapo ziko kwa ajili ya kutimiza neno la Mungu. Mnajua kuna ile hekalu ambalo lilibomolewa mpaka sasa hivi haijulikana lilikuwaga wapi. Hekalu la nani? Suleiman. Ukitafuta kwenye unabii lazima lile litakuja kujengwa, na watajenga tu. Sawa. Kwa kuna vitu Mungu anasababisha sasa hivi, kuna vitu vinatafutwa vitimie kwenye vita. Ndio maana nakuomba usiwe mshabiki, waombee. Ukikaa mahali waambie Mungu, hii vita kuna jambo inakusudia, lakini sio kuwatoa wale jamaa. Huwezi ukawatoa. Nenda wapi, piga lukaluka, huwezi ukawatoa. Wewe na nyuklia, wewe na nini? Jamani, Mungu mahali akiingia ameingiaga. Hakuna cha nyuklia wala cha nini. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa usije kuwa wana mkumbo, jiepushe kabisa na kitu. Israeli wabariki siku zote. Israeli waombe. Tena ikiwezekana funga hata kwa maombi, waombe. Mungu ape neema, Mungu ape hekima. Wale jamaa kwanza ndio kiumbe chenye akili dunia hii kuliko kiumbe chochote. Nenda wapi, geuka. Ndio maana Marekani, Israeli ni mtoto wake wa kwanza. Yaani we mguse Israeli, Marekani lazima awe hapa nyuma. Kwa nini? Vitu vyote vya heshima vya Marekani amevisimamia Mwisraeli. Ndio mtu mwenye akili mahali popote anaweza kufanya yasiyowezekana. Ni wale watu. Unavyoona hata maendeleo ya teknolojia na vitu vingine vingi, matajiri wengi ambao wameisheki dunia wana damu ya Israeli. Wengine tu wamejificha kule, hawana uraia wa Israeli. Wana uraia wa Marekani, wana uraia wa Ufaransa, wana uraia, lakini ni damu ya Israeli. Na wale wana akili moja nzuri sana, nisiseme mbaya, nzuri sana. Hata akiwa na uraia wa Tanzania, atafanya vitu vyenu vyote mnavyomtaka, ila yeye ni Mwisraeli. Na yeye ni shushushu. Ndo walivyogo wao. Ni shushushu. Chochote kile mkikipanga juu ya taifa lake, yeye ndo atapeleka taarifa. Na hapo atawageuka sekunde hiyo hiyo. Yaani wale ukisikia watu wana uzalendo, ndo wale waga wana uzalendo ambao ufutiki. Akisha kuwa Mwisraeli ni Mwisraeli milele. Hata akikudanganya kwambia mimi sio Mwisraeli, anakudanganya. Ila ndani ni Mwisraeli. Panga njama ya kumuua ndugu yake, lazima ndio utamjua huyu ni Mwisraeli. Anaweza asionekane hivi hadharani, lakini ile unaenda kupiga unashangaa unapigwa. Ndio maana kilichotokea kule Irani, mpaka sasa hivi watu wanajiuliza, hivi dunia ina mambo gani? Yule bwana alifariki wiki mbili zilizopita, rais wao akiwa yuko kwenye sehemu ya siri na majenerali wake wana kikao. Swali, walijuaje wako pale? Wamejificha pale, wana kikao. Jamaa akatuma bomu na alikukosa, likafyeka rais na viongozi wakubwa pale. Na hiyo sio leo tu, itaendelea tu. Sasa hivi ameshika nchi huyu mtoto aliyeuawa. Ndio watu wanasema kwamba yeye ni katili. Mtasikia tu siku moja breaking news, fulani naye kafa. Watasikia tu. Sawa omba, kuna dunia kuna watu wana akili, miongoni mwao ni Israeli. Sawa Hamas wako wapi sasa hivi? Wanajulikana waliko? Wamefyeka wote. Fyeka kila kiongozi. Yaani ulikuwa ukiona wamepiga shule, hawajapiga shule wao. Ninyi mtabegea kulalamika, wamepiga shule. Wewe ndio utalalamika. Lakini wao hawajapiga shule. Wao walijua pale shuleni kuna nani. Fyeka. Sasa kwa kuwa walitoa taarifa, kwa sababu miongoni mwa kitu ambacho kiko, adui yani rafiki akimficha adui anakuwaga adui. Ni kanuni ya vitani. Sawa
Ndio maana sisi ambao tunaangaliaga huku nje tunabaya kusema, yani jamaa lakini wanakuta hawana huruma, wanafika tu kila mtu. Sio kwamba hawana huruma. Rafiki akimkaribisha adui, ameshakuwa adui. Ni kanuni ya vita. Nenda jeshini. Miongoni mwa kitu wanajeshi waga wanaambiwa ni kuziona chembe chembe za adui hata kwa rafiki. Wanafundishwa hiyo. Ukishagundua mwanajeshi mwenzako ana chembe chembe uadui, ua. Mkiwa vitani. Ni sheria. Sawa ni sheria. Hamnaga msalia mtume. Ni sisi ndo waga tunaweka upendo, lakini vitani ndio maana wanatoaga taarifa, hameni hapo, hameni. Sasa kibao unajua alichokuwa anakifanya Palestina au Wafilisti, niongee lugha hiyo, Wafilisti wanamficha adui chumbani. Sawa? Lakini jamaa kwa mitambo alionayo anajua umemficha chumbani. Sasa anakufanyaje sasa? Inabidi amsindikize adui na wewe uliyempokea. Wote mwende huko. Wote mwende huko. Wao waliwavamia wakaua watu 200 na ngapi kwenye ile taarifa ya kwanza, na wakachukua wengine kwa mateka. Israeli ukiua mmoja mtakufa 100. Ndo walivyo. Si ile sheria yao ya Musa, akikupiga mara moja we dunda mara 7. Yaani unigusa afu nikakwambia pole. Ukinigusa na kutengeneza. Bwana Yesu atusaidie. Waombeni. Kwa pamoja tuwaombe. Wale ndo ndugu zetu. Na hii ndo dunia, by the way. Dunia hii Yesu alisema kupigia shavu la kushoto mgeuzie la kulia. Hakumaanisha kwamba umgeuzie la kulia. Watu wasomage Biblia tukaelewa. Endelea kasome kanuni za Israeli na tamaduni zao kutoka kwenye maandiko. Yesu alisema sikuja kutangua torati ila kuitimiliza torati. Sasa watu waga tusome Biblia tukaelewa. Kupigwa shavu la kushoto ni kudharaulika. Sawa? Sasa kuna kanuni ambazo kibiblia mnaweza mkazichukulia. Ndio maana Yesu huyo ambaye alisema kupigia shavu la kushoto mgeuzie la kulia, alimbariki Yuda. Jamani, tunasoma Biblia, alimbariki Yuda. Yesu huyo Israeli walivyomkataa wakamsurubisha, aliwabariki. Alisema ni Mungu wasamehe, ila ni kweli. Nendeni kasomeni vizuri Biblia. Nendeni mkasome vizuri Biblia. Aliwaambia mnaona hapa hakutakuwa na jiwe juu ya jiwe. Akaambia Yerusalemu, ungejua wakati wako wa kujiliwa, lakini kwa kuwa hukujua watakuteka. Unajua alikuwa anafanyaje? Alikuwa na ilani. Maana alienda hawakumpokea, na baadaye wakamsurubisha, akawaachia laana. Hata hii wao kufa chini ya huyu dikteta Hitler kule Ujerumani ni ile laana ya Yesu. Hamnaga siasa. Ile ndio ile kwa inawafyeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana mtu akikukwarua unaweza ukambariki ya kwanza, ukambariki ya pili, lakini kuna mahali unaachia alama. Unamwachia alama. Alafu unaenda zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu wokovu uliofundishwa Afrika ni wokovu ambao uliwafanya Waafrika waendelee kuwa watumwa. Nyie mngeelewa jinsi ambavyo dunia ilivyo wa Kristo, mngerudi kusoma Biblia tena. Haya makanisa mengi ambayo yamekutulea kwa miaka mingi, mengi yametengenezwa na majasusi wa Kimarekani, majasusi wa Uingereza, majasusi wa Ubelgiji. Mnaelewa majasusi? Majasusi ni mashushushu ambao wanakuja wameshika bendera ya Yesu, lakini chini wanataka waibe mali zenu. Walicholeta ni kweli kabisa, kinatusaidia, lakini wengi walikuja wakiwa mbeba nia nzuri na mbaya. Wako waliokuja na nia nzuri, wapo, hatukatai, lakini wengi. Na ndio maana fuatilia wahubiri wengi, nyie ambao mmekutana na wamishonari wengi, fuatilia. Utasikia nakwambia, mbona unapenda hela? Usipende hela. Yeye mkute kwenye madili, anapiga kweli hela. Ila wewe usipende hela. Mpende Mungu. Mpende Mungu, usipende hela.
Ndivyo ambavyo injili ilihubiriwa. Kwa hiyo tukajikuta na huu ni ukweli haupingiki. Dini nyingi zimetumika hata kufanya watu wengi waumie. Ni ukweli tu, wengi waumie. Sawa wengi waumie, dini nyingi. Ndio maana kuna vitu ukiviangalia unajiuliza huu wokovu ni wokovu gani? Mimi nimekuwa nawaambia watu lugha fupi, sielewi Kristo, siuelewi. Yaani kwa mfano niwaulize, mnajenga shule, mnapitisha mchango, maskini anatoa, tajiri anatoa. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Na ukweli unabakia uko ukweli. Maskini wengi ndo washirika waaminifu kanisani. Huo ndio ukweli. Wenye vihela wengi ni wazurulaji tu. Anakuja leo mtaona baada ya miezi 6. Lakini wengi ambao wako serious na Mungu ndio mtaona wapi? Kanisani, na ni maskini. Ndio watajenga shule. Swali, shule ikiisha, wanaosoma ile shule waga ni watoto wa maskini wa tajiri. Jiulizeni, huu Kristo umetoka wapi? Mnajenga shule maskini, lakini anaenda kusoma shule mtoto wa nani? Tumeipata wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mimi nawaambia watu wakae tena wakague huu Kristo. Tuukague vizuri huu Kristo hivi. Hivi kweli. Kwa nini? Kwa nini? Ni mahali rahisi pa wanyang'anyi kujificha na wasijulikane ni wanyang'anyi. Ni mahali rahisi pa watu kuingia. Silaha nzuri ya kumua adui ambayo haifeligi waga ni upendo. Hiyo ni siri ya pekee. Silaha nzuri ya kumua adui ambayo ina nguvu kuliko zote huwa ni nini? Upendo. Ndio maana Yesu akasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Alichomaanisha ni nini? Maadui ni wengi, lakini adui mwenye nguvu ya kukuharibu waga ni adui ambaye unamwamini. Na wengi tumefia hapo. Mtu ambaye unaona kabisa ndo rafiki, ndo ndugu, ndo anayekupeleka wapi? Kabulini. Tuko pamoja watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe Sawa. Kwa hiyo tuendelee kuyang'amua ya maisha. Tuendelee kuyang'amua ya maisha. Mnachanga, mnajenga hospitali, alafu ukiugua uwezi ukaenda pale na cheti cha mchango. Kwamba Bwana niliwahi kuchanga Bwana, nihurumieni Bwana. Hamna. Haya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna vyuo vimejengwa huko, wamejenga maskini. Ila wanaosoma hivi vyuo unajua ni nani? Mtoto wa matajiri. Mtoto wa matajiri. Juzi nimeingia shule moja kama Ulaya. Shule ya wasichana kama Ulaya. Iko Tanzania. Nilichokuja kumwambia mke wangu nikasema kweli hela Bwana inatutofautisha. Kwenye ile shule nimekuta watoto kama 500 600. Wa kike tu wote. Hakuna mbaya, hakuna ambaye ngozi imejikunja. Wote wanang'aa. Na ni shule ya dini. Wote wanang'aa. Shule hizi zingine nilizokuwa napita hizi, wote wana makunyanzi usoni. Mnaelewa maana yake? Lakini unajua ile shule ambayo ngozi zimenyoka, watu wameng'aa hivyo, wanaosoma pale unajua amejenga nani? Unajua kajenga nani? Maskini. Ndio kajenga. Tuko pamoja? Ukipita huku kuona jinsi watu wanavyopigwa vibuti, watoe hela, mikungu ya ndizi inakamatwa, huu ni wa kanisa, ili utoe tu hela. Ikafanya nini? Ikamalizie mpango fulani, kazi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi vitu Bwana Yesu lakini hayo kusema. Yakobo pia alisema. Petro pia alisema. Kiingia kanisani, kanisa mnajenga vizuri kabisa. Kanisa mnajenga vizuri kabisa, mnaweka na viti vya gharama mahali fulani. Angalia kama aliyejenga atakalia vile viti.
ataka kule. Somo la leo, hiyo ilikuwa somo la kwanza. Sasa somo la leo, somo la leo, tofauti ya tunavyojiona na Mungu anavyotuona. Tofauti ya tunavyojiona na Mungu anavyotuona. Bwana Yesu asifiwe. Biblia katika kitabu cha Isaya 40. Tofauti ya tunavyojiona na Mungu anavyotuona. Biblia katika Isaya 40:28. Jewe hukujua wala hukusikia, yeye Mungu ni wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia. Hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Akili zake hazichunguziki. Isaya 55:9. Isaya 55:9. Isaya 55:9. Biblia inasema, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona hilo andiko? Tumeona hilo andiko, watu wa Mungu? Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Hapa ndo tutapata msingi wa somo. Iko hivi. Hata Ukristo tulionao upo kwenye mfumo wa wanadamu wanavyojaribu kufikiri wenyewe, lakini sio vile Mungu anavyofikiri. Biblia inachosema, kuna akili za Mungu, kuna akili za wanadamu. Kuna mawazo ya Mungu, kuna mawazo ya wanadamu. Kuna njia za Mungu, kuna njia za wanadamu. Swali, Ukristo tulionao uko kwenye mawazo ya Mungu au kwenye mawazo ya wanadamu? Kwa sababu wengi tuna Ukristo, lakini ni kwa mawazo ya wanadamu. Sio kwa kila ambacho Mungu anawaza kwamba ndio msingi wa Ukristo. Wengi tuna Ukristo, lakini sio kwa njia ambazo Mungu anazitamani. Ni kwa njia ambazo watu wamekaa wakafungua na shule za theolojia, wakafundishana, wakaanzisha Ukristo. Wakachukua mawazo fulani kwenye Biblia, wakaunganisha na ya kwao, wakafanya dini fulani. Bwana Yesu atusaidie. Sasa kusudi la somo hili ni kuatia moyo watu ambao wakati mwingine wamekata tamaa kwa sababu ya mazingira wanayopitia na maneno ya mitazamo ya kibinadamu kuhusiana na mazingira wanayopitia. Mnanielewa eh? Maana yake ni kwamba kuna mazingira unapita, changamoto unapita, akija mchungaji kutia neno, anatumia kama mstari fulani ka Biblia, anatia neno lake, linaukatisha tamaa kabisa. Swali, ndivyo Mungu ambavyo naye ingetia neno? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anakuja anakushauri jambo, swali, ndivyo Mungu ambavyo ingekushauri? Hii imeua wengi sana kwenye mambo ya imani. Imeua wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani baada ya kugundua hilo, kwani sasa hivi unajua anachotumia kuharibu imani za wengi, unajua ni nini? Mawazo tu ya wanadamu. Haendi mbali. Anachopambana, msiishi kwa njia, kwa mawazo
wala kwa mtazamo wa Mungu. Muishi kwa njia na mawazo na mtazamo wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna baadhi ya vitu naweza nikavigusia ambavyo vinaweza vikatusaidia, lakini huko ndani kuna mtu anaweza akaishi labda natetea muovu au namtia nguvu muovu. Sio kusudi la somo. Kusudi la somo ni kumganga aliyevunjika moyo. Amevunjwa moyo na nini? Amejeruhiwa na nini? Tutaangalia kwa upana, kwa sababu kuna mtu kajeruhiwa na dhambi na udhaifu, kuna mtu kajeruhiwa na watu, kuna mtu kajeruhiwa na vitu ambavyo maybe tutavigusia kwa sehemu zake. Kwa mfano, tujaribu kutumia mifano kadhaa kuangalia jinsi ambavyo Mungu aga anaangalia wanadamu, na ikawa ni tofauti na sisi tunavyoangalia wanadamu. Mfano wa kwanza, Sauli, Paulo. Tutumie huu wa kwanza kabisa, Sauli au Paulo. Uone kwamba hii dunia unaweza ukamfikiria mtu ambao hayako. Sauli au Paulo. Tuanze na Matendo ya Mitume 7:58. Matendo ya Mitume 7:58. Ukisoma vizuri hii, ukianzia na juu kabisa huku, utakuta mwinjilisti mmoja ambaye anaongelewa na jinsi ambavyo aliuawa. Sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Utamkuta mtu mmoja anaitwa Stefano, ndo anayeongelewa hapa na jinsi alivyokufa. Utamwona kuanzia sura ya 6 kuanzia mstari wa 7, neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani, na Stefano akijaa neno, neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Utakuta hiyo historia. Sasa ukija mstari sura ya 7, yote inaelezea Stefano akafanya nini, akahubiri, akatoa vitu vingi sana vya mifano vilivyofanya maelfu ya watu wakamwamini Yesu. Lakini wakati anahubiri na kuongea yote haya, kalikuwepo kajamaa kamoja kanamchukia Yesu kuliko wanadamu wote duniani, na kazi yake kalikuwa ni kuua. Yaani kenyewe akachukika, akakaa kimya. Kalikuwa kanachukia, kanakamata, kanaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuanzie na mstari mfano wa 50 na wa 55. Wa 56. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Akisha kusema haya akalala, na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Msimamizi wa kifo cha Stefano alikuwa gani? Nani?
Sauli. Paulo ambaye sasa hivi ndio tukisimama Paulo asema. Ndio kajamaa ambako Sauli alikufa kanasimamia. Paka nguo zake wanaleta hapo. Kanaambia weka hapa. Endelea kudunda. Piga mawe vizuri. Wakapiga wakaua walivyoua. Kajamaa kapo. Biblia inaendelea kusema, twende sasa sura ya 8. Sura ya ngapi? Ya 8. Anza na mstari wa kwanza. Siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa. Kanisa linapata mabaya. Lililokuwa katika Yerusalemu wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Lakini washirika wengi walikimbia makanisa yao. Mitume tu ndo walibakia wameng'ang'ana. Watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu kanisa, akiingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Twende sura ya 9. Tutaunganisha hiyo stori ya sura ya 3, sura ya 8 na sura ya 9, mstari wa kwanza. Biblia inasema lakini Sauli akizidi kutisha. Huyu jamaa alikuwa mkorofi bwana. Akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua ya kwenda Dameski. Yaani kashaua Yerusalemu, kashaua Israeli, sasa anataka aende na sehemu zingine ambako wamekimbilia. Huyu alikuwa Sauli. Anataka aende kwingine akauwe. Mnaelewa eh? Na anataka barua itakompa uhalali wa kuua, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu ili wafanyaje? Wakafe. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona uniudhi? Akasema, u nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Hivi mnaelewa eh? Sasa swali. Hapa kuna watu wawili. Kuna Yesu ambaye yuko upande wa Mungu, sawa? Lakini kuna hawa waliokuwa wanapigwa mawe. Kwa hawa waliokuwa wanapigwa mawe wanakufa. Nikuulize swali. Wakati hawa wanaopigwa mawe wengeulizwa kwamba wewe unamuonaje Sauli, unajua ambacho wangekisema juu yake? Mbaya, muuaji, afai, Mungu amlani, amtoboe macho kabisa, naye angikwe msalabani, afe vibaya, ikiwezekana hata moto wa Elia ushuke umle. Yote hao wengeasema kwa nani? Kwa Sauli. Lakini Mungu alichokuwa anasema nini? Ukisoma hapo chini utakuta mtu anaitwa Anania. Wakati anatumwa malaika kwake na sauti ya Mungu inafika kumwambia nenda sehemu fulani, utamkuta mtu anaitwa Sauli, na alikuwa ni maarufu kila mahali, anafahamika kwa kuua. Unajua Anania alichosema? Akasema hapana, huyu anaua kila mtu. Lakini Mungu alichomwambia, huyu nilimweka kwa ajili ya kazi yangu, wewe nenda. Kwa hiyo unakuta lugha mbili. Mungu anamwona Sauli kama mtumishi wake, dunia inamuona kama muuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huo ni mfano wa kwanza. Ni muhimu sana tu uelewe, kuna vitu vitakusaidia. Kuna watu wanapita maeneo kwenye maisha hawayaelewi kabisa, wengi sana.
Kuna watu wanapita baadhi ya maeneo kwenye maisha hawaelewi, hata akili zao haziwezi kufafanua. Na kuna watu watoto wetu wanapita mahali hata akili zetu haziwezi kufafanua wala kujieleza. Kuta mtu ni mchungaji, kuta mtu anampenda Mungu, lakini watoto wake ni waovu kweli kweli. Swali, huwa tunafanya nini? Huwa tunawaza anavyowaza Mungu au huwa tunawaza kivyetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kitabu cha Yoshua sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 16. Yoshua sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka 16. Kutokana na muda nitaelezea kilichotokea hapa. Wewe utaenda utasoma kwa ukaribu mstari wa kwanza mpaka wa 16. Lakini hii inahusu swala la wana wa Israeli kwenda kupeleleza Yeriko. Na Yoshua aliita wajumbe. Mnisikilize vizuri. Yoshua aliita wajumbe, akawapa waraka au agizo la kwenda kupeleleza Yeriko. Walivyoenda Yeriko, hakuna mwingine ambaye aliwapokea, ila aliyowapokea alikuwa ni kahaba. Kahaba, mtu anayejiuza. Na huyu kahaba alikuwa maarufu sana pale mjini. Yaani yeye hajulikani kwa jina lingine, anajulikana kabisa huyu ni malaya wa mji. Malaya, kahaba. Na alikuwa ni kahaba ambaye anatunza mpaka ndugu zake kwa ukahaba. Kajenga vizuri, na watu wa zamani mtu anayejenga ukutani walikuwa ni watu wenye pesa. Kuna maeneo ambayo hata sasa hivi hapa Tanzania wanajenga wenye pesa. Mfano hapa kwetu Kilimanjaro, Moshi, Shanty Town wanajenga wenye pesa. Uweze ukaenda Shanty Town ukatafuta kiwanja cha milioni 20, upati milele. Una milioni 100 kwenda juu, kajaribu utapata. Sawa sawa Ni maeneo wanaojenga wenye pesa. Kwa kahaba huyu alikuwa ni kahaba maarufu. Sasa katikati ya ukahaba wake kuna jambo moja alikuwa nalo. Nataka tukaliangalie kwenye Biblia vizuri. Yoshua. Nataka tukaliangalie vizuri hapo. Iko hapo kwenye skrini yako, sura ya 2. Hawa wapelelezi si kwamba wasingepata watu wazuri wa kuwapokea. Sikiliza nikwambie. Walikuwepo watu wazuri kabisa ambao wengeenda kwao. Lakini kuna kitu kimoja ambacho wanadamu ndio waga hatutaki kukipoteza. Kiko kwenye kitabu cha Yakobo. Kwenye Yakobo kuna vitu vikubwa viwili ambavyo vimeandikwa kwenye Biblia. Cha kwanza kabisa huwa ni matendo, alafu cha pili huwa ni imani. Sasa kuna kitu ambacho wanadamu, narudia tena, huwa hawajui kinafanyaje kazi. Kuna mtu anamwamini Mungu, lakini shetani kamfanya kuwa mtumwa wa dhambi. Kwa mfano, anamwamini Mungu kabisa kwamba Mungu iko siku atanisaidia, nitaokoka. Iko siku Mungu atakuja kuwa rafiki yangu. Lakini matendo yake sio ya Mungu. Sawa sawa Na hapa ndio ambapo nitajaribu kutoa ushauri. Usipoteze vyote. Usipoteze matendo ukapoteza na imani. Usipoteze imani ukapoteza na matendo. Kuna vitu hamtanielewa leo. Yaani kuna vitu navyoongeaga mimi utavielewa miaka 7 ijayo. Kuna mahali utakuja kupita utakumbukaga hili somo. Mungu atakukumbusha, atakwambia nenda hata YouTube kasikilize lile somo, utajifunza kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu anateswa na dhambi. Kuna mtu anateswa na ugonjwa, lakini amepoteza imani. Katika kitu kwenye maisha sio cha kupoteza, huwa ni imani. Imani rafiki yangu usipoteze hata iweje. Sasa ndio hapo nasema tunavyofundishwa Biblia, kuna wakati tunafundishwa kwa mawazo ya kibinadamu, sio kwa mawazo ya mbinguni. Kwa mfano, ngoja kwanza kabla ya kwenda hapo, kuna kitu Mungu anataka nikifafanue hapo, utaelewa hii vizuri.
Mfano twende kwenye kitabu cha Yakobo. Yakobo ndio utaelewa vizuri. Yakobo 2:24 na 25. Utaelewa vizuri kwa nini nasema hii. Ukielewa hii itakusaidia, utamtia moyo mwingine, utamfariji mwingine, utaelewa Biblia kutoka kwenye wazo la Mungu mbinguni. Biblia inasema Yakobo 2:24 na 25. Vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba. Je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Sasa wale wanajua kutafsiri Biblia, someni hii vizuri. Someni vizuri. Pointi kubwa hapa ni haki. Namna ya Mungu kukuona wewe ni mwenye haki na mwenye kustahili mbinguni. Sawa sawa? Ndio pointi kubwa. Lakini angalia maisha ya Rahabu alafu yaweke kwenye story. Jaribu kufafanua sentensi, utagundua kitu mbona ni kigumu kuelewa. Rahabu alikuwa kahaba. Anazini mpaka siku ile wale wana wa Israeli wangekuwa wamekuja kwa ajili ya hiyo shughuli, engepokea hela akaendelea na shughuli yake. Lakini Rahabu alikuwa anatembea na kitu kimoja, alikuwa na imani. Ndio kitu chochote anatembea, matendo alikuwa amegoma. Anaamini Mungu yupo kabisa, tena huyo Mungu ni wa Israeli. Ndiye Mungu pekee duniani hapa wa kuwasaidia wanadamu wote, aliyeumba wanadamu wote. Hicho kitu Rahabu alikuwa nacho. Lakini hakuwa anahesabiwa haki mbinguni. Kwa nini? Ili uhesabiwe haki mbinguni lazima una vitu viwili. Imani alafu iungane na matendo. Ndio unapata haki. Ila sasa mimi hapa niko kwenye kufundisha ili upate maarifa. Ila kuna wakati lazima ujue inakuwaje, kwa sababu kuna mtu ana imani lakini matendo yamegoma. Kibaya ni atakapopoteza na imani kwa sababu matendo yamegoma. Hapa ndio wengi tunapofia. Sasa hivi vijana wengi na wababa wengi na watu waliookoka miaka mingi wamefia hapa kwa sababu ya kushindwa kutafsiriwa maandiko kwa usahihi. Kuna mtu ana imani kama ya Rahabu lakini matendo yamegoma. Anatafuta kila siku yale maneno ya kitabu cha Warumi sura ya 7, nilitakalo silitendi, moyoni mwangu ninaamini kabisa. Na ndio maana Biblia inasema nia yangu na akili yangu inayatambua mema, inayakili mema, lakini siyatendi. Sasa watu wa Mungu, mimi nataka kuwafundisha watu, jamani, mimi nimetumwa na Mungu nimsaidie mtu hata mmoja asipotee. Lakini kuokoka sio leo. Narudia kuambia, kuokoka sio leo. Leo kuna mtu ana imani na matendo, lakini iko siku matendo yatakataa. Iko siku. Sio wote, lakini kuna mtu. Hivi unaelewa kuna watu wana matendo lakini imani hawana? Dunia hii wapo pia. Kuna mtu haibi, hazini, hasengenyi, mbinguni anaenda? Haendi. Kwa nini? Imani hana. Na ili mtu ahesabiwe haki lazima una vitu viwili, matendo na imani. Ndio anahesabiwa haki na kuweza kuingia mbinguni. Sasa turudi kwenye stori yetu. Ukirudi kwenye stori ya Rahabu kuanzia mstari wa 9 utaona kitu Rahabu anachosema. Ni mzinzi, tena malaya. Mnaelewa jamani? Ukitaka kuelewa lugha nao kuambia, siku moja nenda akafanya research. Hapa mjini kuna makahaba mengi wamejenga majumba. Wapo Arusha, wapo Dar es Salaam, wapo. Na ni makahaba ambao hawajifichi. Wako wazi kabisa. Yeye ni malaya, ni kahaba. Maneno ya Yesu yale ya kahaba watawatangulia mbinguni. Hapa ndo watu tunashindwa kuelewa kwa nini Yesu aseme kahaba atangulie mbinguni. Kuna watu wanazini lakini wana imani. Imani iko ndani yake. Mungu ni Mungu.
Mungu alimtuma mwanae Yesu wa pekee. Mungu atakuja anitoe hapa. Mungu atakuja anisaidie tu. Mungu, kuna watu wengi, tena niwaambieni, watu wengi walioko kanisani, nimefanya uchunguzi, wana matendo lakini imani hawana. Yaani kuna mtu haibi, hanini kanisani huko, kila siku anaimba, lakini kuna vitu ndani ya moyo wake haamini. Mungu Bwana, mimi hana imani. Kwa sababu imani inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Biblia inasema, akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa. Hapa aliwakaribisha, jamani karibuni, ni wateja? Hapana. Mmetoka wapi kama nyinyi sio wateja? Si mnajua hii nyumba ni ya makahaba. Mimi najiuza na nina dada wengine huku, nikipata wateja wengi tunagawana. Sasa mmekuja mpo 12. Si unajua walikuwa 12? Halo. Sasa mnataka nini? Mmekuja ni wateja? Nyinyi ni watu gani? Sisi ni wale wa Israeli. Nyinyi ndio wale mmepita kule Ai mkaua, mkapita kule sijui wapi, mkavuka Yordani, ndio nyinyi? Kwa hiyo sio wateja. Mmefuata nini? Kupeleleza nchi. Kupeleleza nchi. Sawa. Akasema sasa hapa mmeshaingia, kuna watu wameshawaona na watakuja kuwatafuta. Mimi nitawaficha juu ya dari. Akaenda akawaficha, akawafunika vizuri. Kweli muda sio mrefu, kisoma Biblia, wakaja watu wametumwa na mfalme. Tumesikia kuna wageni wameingia hapa, wametokea kule kwa wale wa Israeli, tuonyeshe. Rahabu akasema waliingia, wakamaliza shughuli zao, walikuwa wateja, wameondoka. Si kahaba. Ila kawaficha wapi? Juu ya dari. Kwa nini aliwaficha? Imani. Ila ni kahaba. Ila siku hiyo aligundua hapa sasa, kwa kuwa hawataki biashara, hii ndio ile imani yangu hii ndio imani yangu ile nilikoga nasubiria. Hapa ndio pa kutokea leo. Mstari wa 9 akaanza akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri, tena mambo hayo mliowatendea wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yani Sihoni na Ogu, mlioangamiza kabisa. Na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu ikayuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu. Kahaba, lakini alichokuwa nacho. Natamani hapa unielewe, kuna kitu natamani tuelewe, kitatusaidia. Kuna watu tunawakatisha tamaa, matendo yao yamekataa, lakini wana imani, na tunawakatisha tamaa asiende mbinguni. Watoto, unakuta una mtoto ana tabia za ajabu, lakini ukimwambia kanisani anaenda. Kanisani anakuja, tuimbe anaimba, tuombe anaomba, ila akitoka hapo unasikia kabebesha mimba mtoto kule. Wewe piga, haelewi. Jifunze kuelewa, huyu ana imani, matendo hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa sikiliza kilichotokea. Rahabu aliwaficha, akaweka nao ahadi na nadhiri kwamba mtatuokoa wala msituache mimi na ndugu zangu. Na baadaye walivyovamia mji, Rahabu akaokolewa na ndugu zake. Kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 5, unaona Rahabu kumbe alivyoenda kule, akaenda akaacha ukahaba, akapata na matendo. Sasa imani alikuwa nayo, matendo hana. Biblia inasema Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Kwa Salmoni akamchumbia Rahabu, akamwoa kahaba.
wakazaa mtoto ambaye aliingia kwenye kumzaa Yesu. Mbinguni walikuwa wanamuona Rahabu mama yake Yesu. Duniani walikuwa wanajua Rahabu kahaba wa mtaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana niwaambie wanadamu, vitu vingi ambavyo tumefundishwa kutoka kwenye mawazo ya watu wanavyoona, sio Mungu anavyoona. Sio Mungu anavyoona. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Pointi kubwa iko kwenye kitabu cha Yakobo. Nataka tuielewe hii. Pointi kubwa ya somo la leo iko kwenye kitabu cha Yakobo. Nataka tuielewe hii. Nachotamani na Mungu anachotamani tuelewe, kuna watu wana imani lakini matendo hawana. Tusiwaangamize. Tuwasaidie waende mbinguni kwa kuwaombea siku moja Mungu awape matendo. Kwa kuwa imani wanayo. Imani wanayo. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano rahisi. Ukienda vitani, wakati ukiwa vitani, kabla ya kuanza vita kuna masharti mnafundishwa. Siruhusu adui akakuteka. Ni kanuni kabisa. Siruhusu adui akakuteka. Na inafika mahali huwa pia wanapewa vidonge, wanavifichaga ndani. Kuna mahali wanavificha, wanajua namna ya kuvificha, na wanakaa navyo, na kile kidonge hakiyeyuki, ila kikiingia tumboni anakufa. Na wanaambiwa ukikamatwa na adui, kuliko utoe siri, meza hicho kidonge. Bwana Yesu atusaidie. Ghafla umeingia mikononi mwa adui, wamekupeleka kama mateka. Kiukweli kule huwa hawaendi kukupa pipi wala pilau. Utajuta kwa nini ulikamatwa. Ndio kilichomtokea Yohana. Mpaka Yohana anafika mahali anawaagiza wanafunzi wake, nendeni mkamuulize, ndiye au tumtarajie mwingine? Mnaelewa? Yohana alikuwa ameingia kwenye umateka. Alikuwa anateswa, anaadhibiwa, anakutana na vitu vingi vibaya. Lakini Yesu ni mfalme. Na Yohana anajua kwamba Yesu ni mfalme. Na kama Yesu ni mfalme, mbona haniokoi? Yale alikuwa ni mawazo ya kibinadamu, sio mawazo ya nani? Ya Mungu. Na kwa mawazo ya kibinadamu, Yohana akaagiza wanafunzi, hem, kaulizeni. Wakaenda wakauliza. Alichowajibu akawajibu kwa sura ya kimungu, sio kwa sura ya wanadamu. Kwa sababu kwa sura ya kibinadamu yeye alitarajia kuambiwa, mwambie natengeneza namna ya kumtoa. Ndio alichokuwa anataka, wala sio kingine. Ndio maana ya kuuliza, ndiye. Ina maana huyu jamaa kama ndiye na mimi nimemtangulia kutengeneza njia, kwa nini aniache mimi nifie hapa? Ila kwa wazo la kimungu, kazi yake imeisha, anatakiwa arudi wapi? Mbinguni. Unajua Yesu alichomjibu? Akaambia, kawaambie vipofu wanaona, viwete wanatembea, wafu wanafufuka. Ile ilikuwa ni wazo la Mungu mbinguni. Niwaambie ukweli, Yohana hakutuma tena, ila alibakia na hasira, kwa sababu haikuwa kusudi lake. Tuko pamoja eh? Sasa kinachotokea, mtu akipelekwa kwenye utumwa, kwa kuwa sisi ni wanadamu, kuna wakati wenzako wanapambana huku wakutoe kule uliko, urudi kwa huru na kurudi kwenye jeshi lako. Lakini wewe kule unayeteswa, unajua utakayowaza? Ndio maana kuna watu wanapitia mahali wanagombana na Mungu, wasijue Mungu anachowaza, sio wewe unachowaza.
Bwana Yesu atusaidie. Kule watakupiga, utakumbuka mtoto wako, utakumbuka mke wako, utakumbuka mama yako, baba yako. Utawaza kile kidonge, hivi nikitoe nijiue kweli? Au bora nitoe siri waniachie? Lakini haiwezekanagi kuachiwa. Hivi hao wenzangu kweli huko wananiwaziaje? Eza wanajua nimeshatoa siri, wakinikamata wataniua au hawataniua? Mnaelewa? Atawaza mengi, atawaza huku. Walioko huku, nikuulize swali, wanamtafuta wale mnaoangaliaga movie, mtu akichukuliwa akapelekwa mateka, huwa wanamtafuta ili wakamue? Huwa wanamtafuta ili arudi kuwa huru, hata kama kule kakosea akatoa siri, lakini wao huwa wanamtafuta arudi kwenye jeshi lake. Ndivyo ambavyo kuna watu ni waombaji, wamemwacha Mungu. Kwa nini? Matendo yamekataa na imani wameamua kuiua. Kajitahidi, anamwamini Mungu. Kwa mfano, niwape mfano muelewe, sababu kuna watu wamuelewe hii. Kuna bwana mmoja kule nyumbani Tabora, ninamfahamu tangu nikiwa niko mdogo, miaka 13, 14, 15. Yule bwana, kwa sababu mimi kwa asili tangu nikiwa mdogo Mungu aliniandaa kuwa mchungaji. Kuna vitu nilikuwa nikiviona kwenye maisha yangu vinaweka alama ndani yangu, sivisahau, vinaingia ndani yangu kama shule. Na yule bwana nilikuwa namfuatilia, anakaa kijiji cha mbali na cha kwangu, lakini sielewi kwa nini nilikuwa namfuatilia na ninapata habari zake, ila sasa ninaelewa. Sawa sawa, Yule bwana alikuwa na kitu kinaitwa imani. Alikuwa anampenda Mungu sana. Yaani unajua ilivyokuwa inatokea, anaokoka leo, akitubu, akimaliza kutubu, anaingia mtaani, anaanza kuhubiri. Anahubiri. Kesho unamkuta kalewa chakali. Yaani kalewa mpaka amelala mtaloni. Watu wanaanza kusema, sasa mhubiri gani huyo? Sawa? Akiacha kuhubiri na kwenda kanisani, hanywi pombe. Hata akikaa miezi 3, 5, hanywi pombe. Anakaa, hanywi pombe. Kesho yake anaenda kanisani tena. Akienda kanisani, akitubu tu, akimaliza, yuko mtaani kuhubiri. Anahubiri. Kesho kutwa unamkuta mtaloni. Kalewa kweli kweli. Hivi mnaelewa Mungu alichokuwa anawafundisha wanadamu kupitia yule mtu? Yule mtu alikuwa na imani, ila alikuwa na vifungo vya kumtesa kimatendo, na shetani alikuwa anapigana hapo. Kutokana na uelewa wa wahubiri, ni ngumu yule mtu kusimama, kwa sababu kwa mhubiri muelewa ingemuita akamwambia, bwana, imani unayo, shida yako ni moja, tufunge tuombe Mungu akusaidie kukutoa kwenye vifungo vya laana, vifungo vya malipizi, vifungo vya kukatisha tamaa, ambao vinapitia kwenye nini? Ulevi. Kanisa lingekusanyika wakapiga maombi, funga kwa jina la Yesu la ulevi, kwa jina la Yesu la ulevi, Bwana Yesu tunaipiga, shuka. Yule mtu engeokoka na engeendelea kuhubiri, lakini watu hawakujua. Ndio vitu vinavyotokea, watu hawaelewi. Kuna mtu ana imani, anamwamini Mungu, lakini shetani anabana kwenye nini? Matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anabana kwenye matendo. Sasa tuanza na Paulo. Mnaelewa Paulo kitu alichokuwa nacho moyoni mwake? Paulo alikuwa na imani, lakini hakuwa na matendo. Paulo ukifuatilia kwenye zile nyaraka zake, kuna mahali alisemaje? Mimi ni farisayo wa mafarisayo, nimetailiwa, nimshika torati kuliko wanaoshika torati. Maana yake nini? Alikuwa anawaambia wanadamu, mimi ninampenda Mungu tangu niko mdogo mimi na Mungu. Kwa hiyo alikuwa anaua si kwa sababu anaua, alikuwa anaua kwa sababu anamwamini Mungu, ila amedanganywa kimatendo, kwa sababu tayari kulikuwa kuna ukurasa mpya umeshafunguka wa Yesu. Anatakiwa mjue Yesu,
na hataki kuua tena kwa sababu ya imani. Shetani akawa anambana kupitia hapo. Siku aliyokutana na Yesu, lile giza likatoka. Akaanza ukurasa mpya. Matendo na imani vikaungana. Na ndio maana mpaka anakufa aliifia imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa utakutana na watu kwenye maisha. Ukikutana na mtu kwenye maisha, cha kwanza mkague kwa kupitia kitabu cha Yakobo sura ya 2 24 na 25. Mkague. Kuna mtu unamkuta kanisani, mtu mbaya ambaye nikwambie kabisa ni mbaya, muogope kwenye maisha yako, ni mtu mwenye matendo imani hana. Muogope. Kwa kuwa mtu mwenye matendo imani hana hawezi akaenda mbinguni hata siku moja. Hii ni siri nayokupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna mtu mwenye imani matendo hana, msaidie. Ni rahisi. Huyo ni rahisi kwenda mbinguni kwa sababu imani inatoka kwa Mungu. Matendo pia ni neema, lakini imani inatoka kwa Mungu. Tuna watu wengi, ndio maana nimemwambia kauli ngumu. Tuna watu wengi makanisani wenye matendo imani hawana. Wapo, imani hawana. Muogope mtu mwenye matendo imani hana. Muogope. Kwa sababu ni ngumu wewe kumpa imani, kwa sababu imani inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Matendo unaweza kumsaidia. Hivi unajua matendo unaweza kumsaidia mtu akaacha tabia kabisa. Hata juzi kuna driver nilikuwa naye kwa wiki 2 tunaendesha, tukiwa mahali fulani pale Kibo shule ya msingi hapo Moshi mjini. Tukakutana na machali wawili. Mmoja akasuka lasta, mwingine hajasuka lasta. Ni machali wa kitaa kweli. Yaani hata zile lugha zao ni wale watu wa madawa ya kulevya, bangi sana. Wakaja wakamsalimia pale hivyo, wakaondoka. Wakasema, akaniambia huyu chali mmoja huyu alikuwa madawa ya kulevya sana. Lakini akasema namshukuru Mungu nimemshauri, baadaye akaacha. Matendo huwa ni rahisi. Ukimsapoti mtu ana uwezo wa kutoka. Lakini ngumu kumpa mtu nini? Imani. Matendo yanatibika wakati mwingine hata kisaikolojia, yanatibika hata kisayansi, yanatibika pia. Tuko pamoja hata kimalezi. Kuna namna unaweza kumtreat mtu akaacha tabia fulani. Lakini hakuna namna unaweza kumfanya mtu amwamini Mungu. Na tatizo tulilonalo makanisani, tuna watu wenye imani lakini matendo yamekataa, na tunaendelea kuwalazimisha waende wapi? Jehanamu. Tafadhali narudia. Msingi wa somo hili ni Yakobo 2:24 na 25. Ukimwona mtu ni Rahabu lakini ana imani, msaidie. Ni rahisi akaacha urahabu akaenda wapi? Mbinguni. Msaidie. Lakini wewe pia ambaye unampenda Mungu, yani unauhakia kabisa moyo wako unampenda Mungu, kwa sababu imani ni kitu cha asili ambacho Mungu anampa mtu. Ndio maana kuna mtu hata kama kashika bia hivi anakunywa, anakuambia kabisa, Yesu rafiki yangu, Yesu rafiki yangu. Mimi hiyo silisha nitokea miaka ya nyuma. Mtu alikuwa anakuja ananihubiri, akinihubiri, akianza kuongea kwake naambia, shut up bwana wewe. Mimi Yesu namjua na Yesu ni rafiki yangu. Ila ni mtenda dhambi mzuri sana. Lakini moyo wangu ulikuwa unamheshimu Yesu. Kwa nini? Moja, aliniponya kwenye matukio ambayo sitasahau. Na tangu pale nilimwaminigi Yesu kindakindaki moyoni mwangu. Lakini matendo hapana. Shetani ananipeleka huku, marafiki wananipeleka huku, hivyo naenda. Lakini nani rafiki yangu nikukute mahali unamsema Yesu vibaya? Kweli nikikuta unamsema Yesu vibaya tunagombana. Ndio nilivyokuwa. Fanya yote lakini usimseme Yesu vibaya. Kwa nini? Moyo wangu ulikuwa unamwamini lakini matendo yangu yako kinyume. Ndio maana wapendwa, narudia. Kuna mtu utamkuta kanisani au hata watoto wetu au rafiki ana imani ila matendo hana. Msaidie. Kwa mfano, kuna rafiki yangu mmoja yuko ya Mungosinde, anaitwa Ombeni. Yule bwana ana imani ila matendo ndio shetani kabana. Ombeni
ana imani ya Mungu na bado shetani hajafanikiwa kuipiga, na sio rahisi, ila kwenye matendo pendo shetani kamshinda. Sasa ndio maana mimi mara zote kwa ni rafiki yangu, nakaa naye, naongea naye, namtia moyo. Kwa nini? Huyo ana imani. Iko siku watu watashangaa, sio yeye tena, matendo yatakuja na atakuwa mtu mwingine. Mwogope asiye na imani. Mwogope asiye na imani, ila matendo anayo. Akija kwa kama malaika, haibi, hafanyi chochote, lakini imani hana. Mwogope, kwa sababu huyo hana Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu ana swali labda kutoka kwenye hilo somo? Kwa hiyo tuwasaidie. Saidia. Unazaa watoto, kuna mtoto unamwona anampenda Mungu lakini njia zake zinakataa. Ukimwangalia kabisa, ukimwangalia kwa utaratibu, ana imani. Ana imani. Tuna watu wengine ni wazee wa kanisa, wengine ni maaskofu. Kuna mahali mtu matendo yamekataa, anajikuta anakosea, lakini ukimwangalia ana imani. Muombe, msaidie. Sawa sawa, Bwana Yesu asifiwe, msaidie, muombe. Kwa mfano, watu wengi wana matendo mabaya kwa sababu ya majeraha, sio kwa sababu hana imani. Anampenda Mungu lakini majeraha ndio anomfanya afanye mabaya. Anatakiwa atibiwe kisaikolojia. Hawa watu tunao, fanya uchunguzi, utakutana kuna mtu ana hasira, si kwa sababu yeye ni wa hasira, ana majeraha, kashafanywa vitu vibaya na watu wengi, kwa kafika mahali akawa kabeba hasira. Sawa sawa, Kuna mtu anazini kwa sababu ya hasira, kabisa. Yaani ameuziwa na mke wake au na mume wake, mpaka akafika mahali akasema Mungu mimi nakuamini lakini acha tu sasa. Huyo ukikutanuka naye kabisa ana hofu na Mungu. Anasema mimi hata sijui, nina hasira tu. Msaidie atoke kwenye hasira. Sawa sawa, Mrudishe kwa upole, mrudishe kwa upendo. Iko siku ataacha ile tabia, atakaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yatosha. Bwana Yesu asante, tunakushukuru. Wewe ni mwema, tumejifunza kutoka kwako. Hekima yako ni ya thamani. Tunatamani tutembee katika hekima hiyo, wala sio kwa ujuzi, wala sio kwa nguvu. Biblia inasema mtajua kweli, na kweli itaweka huru. Na Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tunashukuru kwa neema yako ambayo inaendelea kutupa maarifa kutoka kila upande. Bwana, ikatujenge hiyo na kututia moyo hiyo. Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya mahitaji binafsi alionao watu wako. Wengine ni kiafya, wengine kifamilia. Naomba inua imani yako. Kama kuna mahali kuna shida, inua imani yako ili Mungu akusaidie. Muamini Mungu. Maombi yangu hayajibiwi kama imani yako haiko. Muamini Mungu anaweza kufanya yote. Liweke hilo kwa Mungu. Mwambie Mungu, ninaamini, ninaomba litende. Mimi ninavyokuombea ili Mungu alitende. Bwana Yesu, wengine ni afya, wengine ni ndoa, wengine ni watoto, wengine ni elimu, wengine ni familia, ndugu zao, wengine magonjwa, wengine wana kesi, wengine mfalme wana madeni, wengine wana tabia ambazo ni ngumu kutoka. Bwana Yesu, hakuna mtu anaweza akawa mwema kama wewe hujaingia hapo kati ukamfanya kuwa mwema. Wala hakuna mtu mwenye afya, kwa kuwa dunia hii Mungu ina mambo mengi, hatari ni nyingi. Tunaokoka kwa sababu ni wewe unayetuokoa. Hakuna namna tungeepuka ajali, hakuna namna tungeepuka hasara, hakuna namna tungeepuka uchawi. Ni wewe Mungu wa kutulinda na yote, katika jina la Yesu. Ninakuomba sasa, waponye wagonjwa, waponye waliokata tamaa, wagange waliovunjika mioyo. Ninakuomba kwa damu ya Yesu, watakase waliochafuka. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Waponye wagonjwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rejesha amani kwa familia zilizopoteza amani. Tumaini ukarudishe kwa familia zilizopoteza tumaini. Mungu, hata kama kuna kufa, lakini kufa sio kwa ajili ya kusababisha hasara kwa wanaoendelea kuishi. Tunaomba mapenzi yako yatimizwe, tunaomba amani yako itokee, tunaomba kusudi lako lisimame, tunaomba wokovu wako uwe halisi katika jina la Yesu.
haukufufuka bure Bwana, wala sio uongo. Ni kweli kabisa ulikufa na ni kweli ulifufuka, na kwa nguvu zile zile za Roho Mtakatifu aliyekufufua tunakili uzima, tunakili wokovu, tunakili utakaso, tunakili kuvuka Bwana kila mahali kusikowezekana. Mkono wako ukatuwezeshe, mkono wako ukatukumbuke, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na yako mambo mengine tunapitia kwa sababu ya hasira ya mizimu, tunaomba ingilia kati, zuia hiyo hasira. Kuna mahali pengine tunapitia kwa sababu ya hasira yako, tunaomba Mungu kumbuka rehema katikati ya hasira, ukatusamehe, ukatuvushe, ukatulejeshe, ukaondoe kila uovu na uharibifu, ili Mungu tusifikie kwenye mauti katika hali ya aibu. Tunaomba utusaidie Bwana, utusaidie Mungu, utusaidie. Kumbuka tuko katikati ya fumbo, tunaamka, tunalala, tunakula, tunaona chakula kizuri, tunatazama, tunaona, tunatega sikio, tunasikia, wala sio kwa ujuzi, wala sio kwa maarifa, wala sio kwa nguvu zetu. Kila tunaoliona Mungu, kumbuka ni fumbo. Siri ya yote haya ni wewe unayo. Tuhurumie, tufiche ndani ya uwezo wako, tulinde ndani ya nguvu zako, tubariki kwa jina la Yesu. Naombea Bwana watoto wako walio hapa na walioko mbali, heri na mema viwe nao wote, na utukufu wa jina lako ufunuliwe kwa wote, katika jina takatifu la Yesu. Naomba pia amani na baraka watoto wako wanavyokutolea sadaka, wakumbuke katika shughuli zao, wasaidie na kuwatia nguvu. Mfalme wa wafalme, tunapigana na vitu vingi ambavyo vinakutana nasi makazini. Ninaomba neema yako, mkono wako, malaika wako wa ulinzi watufuatie, wakalinde biashara, wakabariki biashara, wakabariki shughuli, wakabariki mifugo, wakabariki watoto na uzao, wakabariki afya zetu Bwana kwa mkono wako. Kila mahali ambako Bwana tunasimama tutakuwa, utusaidie tukutane na neno lako la baraka na mkono wako wa baraka, katika jina tukufu la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa utapokea kile kidogo kama sadaka zetu. Amen.